Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu Islam, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukiendelea tena katika darasa yetu. Katika darasa lililopita tulizungumzia misingi ya kisiasa kwa upande wa madhehebu ya Kiibadhi, tukataja baadhi ya misingi ile. Leo inshallah tutaingia katika misingi ya kiitikadi, ambacho hichi ni kitu muhimu sana pia kukijua, kutofautisha baina aqida ya Kiibadhi na aqida nyinginezo. Anasema Sheikh, al-aslu al-aam fi aqidati al-ibadhiyya huwa at-tanzih al-mutlaq lil-bari jalla wa ala. Msingi ambao unaenea, msingi mkubwa katika itikadi ya madhehebu ya Kiibadhi, huwa at-tanzih al-mutlaq, ni kumpokesha Mwenyezi Mungu mutlaq, yani moja kwa moja kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na kila kufanana na chochote kile au kushirikiana na chochote katika viumbe vyake. Wa kullu ma awhama tashbiha min al-ayat al-Qur'aniyya, na chochote kile ambacho kitakacho ashiria au kitaonyesha kumshabihisha Mwenyezi Mungu min al-ayat al-Qur'aniyya al-karima, katika aya za Qur'ani au ila hadithi nabawiyya thabita au hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zilizothibiti, yajibu ta'wiluhu, inawajibika kuzitafsiri hizo hadithi au hizo aya bima yunasibu al-maqam, kwa vile ambavyo itakavyokuwa inanasibiana na ile sehemu na ile siyaqi, mtiririko wa maneno yale ya aya au ile hadithi, wala yuaddi ila tashbihi, maana ambayo haitupelekea kumfananiza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo huo ndio msingi mkubwa sana katika madhehebu ya Kiibadhi. Madhehebu ya Kiibadhi katika masala ya kiitikadi, kumuitakidi Mwenyezi Mungu, imejengeka katika at-tanzihul mutlaq, kumpwekesha Mwenyezi Mungu. Laisa kamithlihi shay, Allah subhanahu wa ta'ala hana mfano katika chochote kile, katika dhati yake na katika sifa zake na katika vitendo vyake. Walam yakul lahu kufuwan ahad, hakuna yote ambaye kafanana na Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'lamu lahu samiyya, huwezi kujua mfano wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sasa kwa mujibu wa msingi huu ambao wameujenga maibadhi katika masala haya ya kiitikadi, ndio maana utakuta kwamba mara nyingi hawakubali jambo lolote lile ambalo litapelekea au litaashiria kama vile kumfananiza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na vitu vingine. Na wao wanaitakidi al-imanu yatakawanu min thalathati arkan, wanaitakidi kwamba imani inajengeka katika nguzo tatu. Haiwezi katimia imani isipokuwa zipatikane nguzo tatu, la budda minha, lazima zipatikane. Wa hiya al-i'tiqad, ya kwanza ni kuitakidi, wal iqraru, na kukiri kwa ulimi, wal amalu, na kufanya kwa vitendo. Kuitakidi katika moyo, kukiri kwa ulimi, na kufanya kwa vitendo. Kwa hiyo maulama Ibadhi, mafhumu al-iman, mafhumu ya kiimani katika madhehebu ya Kiibadhi haiwezi kutimia isipokuwa ipatikane vitu vitatu: kutamka, kuitakidi, na kufanya kwa vitendo. Jambo la pili nasema sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni sifa za dhati. Sifa zile za dhati za Allah subhanahu wa ta'ala ni sifa zake za dhati, hazijazidi juu ya dhati yake. Sawa, hazijazidi juu ya dhati yake. Kwa maana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliposifika na sifa ya elimu, na sifa ya uwezo, qudra, na sifa ya kusikia, na sifa ya kuona, na sifa ya kuwa na irada, kuwa na matashi katika yale ambayo anayofanya, na sifa ya uhai, na sifa nyinginezo za ukamilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala, sifa ya elimu na nyinginezo katika sifa. Hizi ni sifa za dhati za Mwenyezi Mungu, ni sifa ambazo zipo kwa Mwenyezi Mungu fil azal, tokea enzi na enzi, hazina mwanzo. Na sifa hizi zipo katika dhati ya Mwenyezi Mungu, sio kwamba ni sifa za ziada, labda zilikuwa hazipo baadaye zikawepo, la. Wala si kwamba Mwenyezi Mungu anahitajia kitu kingine kwa ajili ya kukamilisha hizi sifa katika dhati yake, bali dhati yake tokea mwanzo inasifika kwamba ni dhati ambayo ina sifa ya kusikia, kuona, kuwa na elimu,
kuwa na uwezo, kuwa na matashi, yani kutaka kitu kiwe kikawa. Pia katika sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sadiqun fi wa'dihi wa wa'idi. Tunaitakidi kwamba Mwenyezi Mungu ni mkweli katika ahadi zake ambazo kaziahidi kuhusiana na watu wema, wa wa'idihi, na katika makemeo yake ambayo kayatoa kwa watu waovu. Pia tunaitakidi al-khuludu fil jannati aw an-nari abadiyun, kudumu katika moto au katika pepo ni jambo la abadiyun, la milele. Hakuna kukatika katika adhabu ya Mwenyezi Mungu. Adhabu ni ya milele. Atakayeingizwa katika pepo, Mwenyezi Mungu atujalie katika hao, atabakia katika pepo milele, na atakayeingizwa katika moto, Mwenyezi Mungu atukinge kutokana na moto na watu wa motoni, na yeye pia atabakia humo milele. Hiyo ndio itikadi ya kibadhi. Ikisha nasema Sheikh, kalimatu tauhid hiya an tashhada an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Kalima ya tauhid ni kushuhudia kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wahdahu la sharika la, mmoja peke yake ambaye hana mshirika, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na Muhammad ni mtume wake na mja wake, wa anna ma jaa bihi haqqun, na kwamba kile ambacho alichokuja nacho Muhammad ni haki kabisa, wa inkar ayi qismi min aqsamiha thalatha shirkun, na kupinga chochote katika haya mambo matatu haya, kupinga shahada ya Mwenyezi Mungu na shahada ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam na shahada ya yale ambayo aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi hii inapelekea katika shirki. Pia katika itikadi inkaru ma'lum min ad-din bi dharura shirk, mtu kupinga jambo ambalo linajulikana katika dini kwa dharura, kwa ulazima, kitu ambacho yani mtu hawezi kukiepuka, kukijua na kukiitakidi, mtu akaja akakipinga kitu hicho, basi hii inampelekea katika shirki, kuingia katika shirki. Mfano kumitakidi Mwenyezi Mungu, kuitakidi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani kumkubali mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kukubali Qur'ani ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, kukubali malaika, siku ya mwisho, pepo na moto na mengineyo, yale ambayo yaliokuja kwa nusus sariha qat'iyya, maandiko yaliokuwa wazi ya kukata kabisa, ambayo hayana shaka ndani yake, mtu akaja akapinga, huyu anaingia katika shirki. Pia al-Qur'anu kalamullahi ta'ala, Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nuqila bitawaturi, yamenukuliwa kwetu sisi kwa njia ya tawaturi, yani kwa maana kwamba kwa wapokezi wengi, kuanzia maswahaba kuja kwa tabiina, kuja kwa tabi'i tabiina, wote hawa walipokuwa wakipokea Qur'ani walipokea kwa wapokezi wengi, ambapo upokezi ule hakuna shaka ndani yake, ni upokezi wa uhakika, na kuna yakini ya kwamba yale yote ambayo waliopokea ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikisha pia Sheikh yakazungumzia masala ambayo ni al-mizan, mizani. Hii mizani ni masala ambayo ina khilafu baina wanachuoni, lakini kwa wanachuoni wengi wa kibadhi wanaona kwamba al-mizanu laysa hissiyan, mizani sio kitu ambacho cha kuhisiwa. Yani imekuja katika Qur'ani kwamba siku ya kiyama matendo yatakuja kupimwa kwa mizani. Kwa hiyo wengine wakaona kwamba mizani maana yake ni mizani hasa, kwamba kuna mizani maalum ambayo italetwa kwa ajili ya kuja kuyapima matendo. Lakini kwa ibadhi na Mu'tazila pia wanaona kwamba mizani hapa sio jambo hisi. Yani si kwamba itakuwa kuna mizani hii ambayo tunayojua sisi ni mizani, bali hapa inakusudiwa inma huwa al-faslu, ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuja kupitisha maamuzi al-haqqu, ya haki kabisa na uadilifu, baina a'mali al-khalqi, baina ya matendo ya waja wake, ndio makusudio ya mizani. Kwa mizani sisi katika madhehebu ya kibadhi wanavyoitakidi ni kwamba ni kusimamisha uadilifu baina ya waja, kwa kuwapa wale ambao waliofanya mema khairi na malipo yaliokuwa mazuri, na kuwalipa wale ambao walifanya maovu shari na malipo ambayo yanayostahiki au yanaendana na yale matendo yao. Pia katika mambo ambayo yalikuwa na khilafu katika umma wa Kiislamu ni masala ya sirati, masala ya njia. Wako ambao wanaitakidi kwamba siku ya kiyama kutakuwa kuna njia, ambayo njia hii maana yake inakusudiwa ni jisrun alamati ni jahannam, ni daraja ambalo litakuwa juu ya moto wa jahannam. Kwa hiyo watu watapitishwa katika moto ule, wengine watatumbukia katika moto, wengine Allah Subhanahu wa Ta'ala atawafikisha, wataweza kuvuka katika sehemu ile.
na wakatafsiri baadhi ya aya na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, mfano fastabaqu sirata fa anna yubsirun huduhum ila siratil jahim. Sawa. Kwa hiyo wakatafsiri kwamba ile sirata pale inakusudia ni njia ambayo ni yani tariqun hissi au siratun hissi, yani njia hasa kama hizi, kama njia nyingine, lakini njia hiyo itakuwa ni kama daraja ambayo watu watapita katika sehemu hiyo. Lakini kwa madhehebu ya Kibadhi wengi, sio wote, lakini wengi katika madhehebu ya Kibadhi wanaitakidi ya kwamba njia hasa ambayo ilitajwa katika Qur'ani, mfano kama ihdina siratal mustaqim wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na aya nyinginezo hazimaanishi kama ni njia itakuwa ni hisi, bali wakati mwingine inakusudiwa ni tariqul islam, ni njia ya Uislamu. Wa dinullahi alladhi irtadahu liibadihi, na dini ya Mwenyezi Mungu ambayo Mwenyezi Mungu kairidhia kwa waja wake. Sawa. Kwa hiyo hii pia ni katika masala ambayo ya kiitikadi, pamoja na kwamba ibadhi wao wanasema kwamba masala haya ni katika furu'ud din, ni katika matawi ya dini, yani si katika usul dini, katika misingi ya dini. Kwa hiyo hata yule ambaye atakayepinga jambo hili akawa hajalikubali, au yule ambaye anayekubali, maana yake hakuna tatizo juu yake. Lakini wengi katika wanachuoni Kibadhi hawakubali uwepo wa sirat ambayo ni alhisi, ya kuhisiwa kwamba labda ni njia hasa ambayo watu watapita, bali wao wanasema ni kama ni kinaya tu, ni fumbo tu limepigwa kuhusiana na njia iliyokuwa ya sawa ambayo ni njia ya Uislamu. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu anamjua zaidi. Inshallah leo tutafikia hapa, tutakuja kuendelea katika darasa ijayo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima.